Sisi wana Bujonde, watoto wenu, tumejikusanya kwa wingi wetu, tuko wengi sana hapa. Tumehudhuria ni robo tu ya watu ambao tunao. Tuna watu wengi wako mbali, wengine wako Mwanza, wengine wako Dar es Salaam, wengine wako Mbeya, wengine wako Arusha, wengine wako Marekani. Lakini kipekee ninawashukuru sana wanafamilia waliofika maeneo haya. Lakini ninawaomba, hii ni familia ya watu wote wa Bujonde. Tunafungua milango kwa watu wote. Mwenye kuhitaji atawasiliana na viongozi. Lakini mimi leo sio mzungumzaji, kwa sababu nimepewa nafasi ya kufungua, kwa sababu tuna mambo mengi, tuko nyuma ya muda. Lakini nawaombeni wanafamilia, kuna wengine walikuwa wananiona kwenye mtandao kwamba mwenyekiti atomfahamu. Mimi ndio Mwaitere, naonekana mahali hapa. Lakini nawaombeni ushirikiano mlioonyesha toka tunaanza mwezi wa 8 mpaka sasa, naomba tuuendeleze. Hakuna kazi rahisi, lakini dua na maombi ndiyo yatakayo tufanikisha kufika mpaka kwenye hitaji letu. Wengine huwa wanahisi kuona kwa hapa, lakini sisi tunaona kwa mbali. Tumeamua kujikusanya hivi tukiwa na kusudio moja kubwa. Hii ni taasisi. Niweke wazi, niwaondoe kwenye mfumo mmoja. Hiki sio kikundi. Hii ni taasisi ya wanabujonde, na ndiyo itakayohusika kuisimamia Bujonde kwenye maeneo ambayo taratibu sisi. Mfano kama leo tumeanza na jukumu moja kufanya usafi kwa hospitali, na tumefanya ile jukumu kwa udogo, lakini tutafanya makubwa zaidi ya hiki ambacho tumekifanya leo. Hiki kikundi leo tunafanya kama uzinduzi. Ndio maana watu wengi wameshtukizwa ndani ya siku 4-5, wanashangaa tu kuna jambo hili. Tuna tukio kubwa mwezi wa 12, ni kubwa kuliko matukio mengine ambayo yamepita Bujonde. Hilo ni kubwa, haitakuja kutokea. Ila ninawaombeni wana Bujonde, sisi tuliokuwepo na wengine ambao watakuja, kwanza kushikamana, lakini la pili kusameheana pale tunapokoseana. Hakuna aliyekuwa mkamilifu. Nawaombeni sana. Kwenye makundi kuna mambo mengi. Kuna watu ambao hawana nia na sisi tufike tulipokusudia, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tutafika mbali. Ndugu makutano, kama mwenyekiti alivyokwisha kusema, mkutano huu, hiki sio kikao, huu ni mkutano wa kutambulisha taasisi ya Umoja wa Bujonde Familia Kwanza. Taasisi yetu haijasajiliwa kisheria, lakini huu mwaka 2026 kuanzia hii tarehe 10 tunaanza mipango ya kwenda kufanya usajili kisheria, kwa sababu hatutaki taasisi vichochoro. Kipindi hiki kuna taasisi nyingi ambazo ni za vichochoroni, ambazo zimeliza sana watu, zimezulumu watu, lakini sisi kutokana na dhamira yetu tunataka tujitofautishe na hizo taasisi zingine. Tumesha sajili akaunti ya M-Koba ambayo ni akaunti ambayo iko chini ya usimamizi wa kampuni ama makampuni ya Vodacom Tanzania, ambayo inamilikiwa na Vodacom mwenyewe, lakini wametusajili na tumeshapata ufunguzi huo, na huduma pia tunaendelea kuipata kupitia hiyo kampuni ya Vodacom. Kwa hiyo ukiingia Bujonde, pesa hazikusanywi mkononi, zinaenda kwenye akaunti ya Vodacom.
hela zetu ziko kwenye benki ya Vodacom Tanzania. Niombe sana ushirikiano huu usiishie hapa, na shetani asija akauvuruga, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, vyote vinaamuliwa na Mungu. Niwapongeze sana kwa kazi mlioifanya kwenye kituo cha zahanati ya Bujondi. Mlipokuwa mnafanya pale asubuhi, mlikuwa mnanifanyia mimi, kwa maana mimi ndo mtawala wa kata ya Bujondi, hakuna mwingine zaidi ya mimi. Hili kundi na mimi niko nyuma yenu, lazima niwemo na mimi. Bila kuwemo mimi halitakamilika. Bila kuwemo mimi wakati nimewasusia. Ndio maana nilipopata barua nimejilaza sana kuja kwenye viwanja vya Nyanga, kwa sababu anasema kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Umoja wenu uende mbele, umoja wenu utuletee mafanikio katika mwaka mpya 2026. Uwe ni mwaka wa mafanikio, usiwe ni mwaka wa marumbano, usiwe ni mwaka wa kuchukiana. Anayechukia mwenzake mwache alivyo, ajue tendalo. Anayemchukia mwenzake mwache alivyo, ajue tendalo. Mtegemee sana Mungu, mtegemee sana Mungu. Kikundi hiki cha Familia Kwanza Bujonde, tumtegemee sana Mungu. Tukuna na mapepo bamoto yapa bakalele, tuliapa kama bakalele. Kwa hiyo mtegemee sana Mungu. Mmetumia gharama kutengeneza hii tafirija hii, mmetumia gharama kubwa. Kwa muda wa yoko kalala kasojabu na kakoa hili. Na Mungu awabariki sana, hata wakati wa kurudi, mrudi kwa amani.